Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya uzima na afya aliyotujalia, na bila shaka sote tunafahamu juu ya kitu ambacho tumekipitia kwa mpaka kufikia hapa, na tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa majina naitwa Dr. Hamis Masudi, ni mkurugenzi wa taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation, nikiwa niko pamoja na wakili msomi ofisa wetu hapa anaitwa wakili Clara. Sisi kama taasisi ya sheria, kwa sababu miongoni mwa kazi zetu, kitu cha kwanza sisi tunasema ni wadau, ni watetezi wa misingi ya amani, haki na misingi yote ya utawala bora katika taifa letu. Na sisi ni sauti ya jamii. Tunaisemea jamii katika hali ya aina yoyote, ili kuhakikisha kwamba misingi yote ya haki na utulivu unapatikana katika nchi yetu. Sisi kama taasisi sasa tumeona tuna kitu gani cha kuja kuzungumza nanyi kwa lengo la kuweza kufikisha salamu kwa serikali, vyama vya siasa, viongozi wa dini na wananchi kwa ujumla. Lengo letu hasa jambo la kwanza ni swala la amani na mshikamano. Hili tukoona kwamba ndio kubwa zaidi la kuja kulizungumzia. Na nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi, mara kadhaa tumekuwa tukizungumza sana kabla ya uchaguzi. Tumekuwa tulizungumza sana kuhusiana na swala la maridhiano ya kuweza kukaa kwa pamoja, kuzungumza kwa pamoja kwa lengo la kulinda amani. Lakini pamoja na jitihada zote hizo, tumeshuhudia haya ambayo yametokea. Tunashukuru kwamba kwa sasa hivi tunaweza tukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio amani tulionayo. Lakini je, tuna amani ya moyo, fikra, macho yetu tukitazamana yanaakisi amani au yanaakisi mashaka? Tukaona sasa tuje tuseme jambo, kwa sababu sisi binafsi tuna masikitiko, Watanzania wana masikitiko, na hata mataifa jirani ambayo tutakia mema kama taifa watakuwa na masikitiko juu ya kile kitu ambacho kimeweza kutokea. Na ni lazima tufahamiane vyema kwamba tunapojenga amani tunapanda mizizi ya ustaarabu, tunapanda mizizi ya utulivu, tunapanda mizizi ya maendeleo. Tunapohamasisha au tunapochochea hasira, tunaweza tukavuna majivu ya kihistoria. Na sasa pia tumeshavuna majivu ya kihistoria, sababu toka kuasisiwa kwa taifa hili la Tanzania hatujawahi kuwa na vurugu kama hizi ambazo zimetokea mnamo tarehe 29. Wafanyabiashara wamepoteza mali zao zimeharibika. Baadhi ya wananchi, ndugu zetu, vijana wenzetu, wadogo zetu, dada zetu, kadari ya Mungu imewapitia, kama tulivyosema kwamba mauti ni faradhi. Basi wameweza kukumbwa na hiyo hali ya mauti na amekwenda mbele za haki. Lakini sababu kubwa ni nini? Ni swala la vurugu. Kupitia swala la maandamano yaliyotokea, yameweza kukaribisha makabiliano baina ya wenzetu ambao ni sehemu ya walinzi wa amani. Katika kufanya makabiliano, wako ambao ni baadhi ya watumishi, kwa sababu video zinaonekana mitandao kwamba silaha za moto ziliweza kutumika baadhi ya maeneo ambazo zimepelekea hicho ambacho kimetokea, na amekwenda mbele za haki
na sasa imekuwa ni majonzi. Kwa hiyo tukasema bado tupo kwenye wakati mgumu, kwa sababu nazungumza hivi moyo wangu bado una huzuni kubwa sana. Hakuna kitu kibaya kama kupungukiwa na nguvu kazi ya taifa. Jana anapoondoka mmoja wetu, kijana mwenzetu, mara nyingi huwa ni majonzi. Hakuwezi kuwa kuna amani, hakuwezi kuwa kuna furaha. Kwa hiyo tupo katika kipindi kigumu, kipindi cha mpito, ambazo viongozi wa dini wote kwa pamoja na wadau mbalimbali, huu sasa ni wakati wa kuzungumza lugha moja. Lugha gani ambayo tunapaswa kuzungumza? Tunapaswa kuzungumza lugha ya mshikamano katika kulingania amani, kuhubiri amani, kuhubiri utulivu, na kutengeneza maridhiano ambayo yatatawaliwa na hekima na busara, yatathamini utu wa Mtanzania, ili sisi kama taifa tuweze kuwa ni kisiwa cha amani, tuendelee kuwa ni sehemu salama. Viongozi mbalimbali wa dini, vyama vya siasa na wadau wote wa haki jinai, huu sasa ni wakati wa kujiepusha na kauli tatanishi. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais kwamba tuchague hekima badala ya mihemko, kwamba tujiepushe na kauli tatanishi, yani tusitie msumali kwenye kidonda. Wazungumze lugha za kistaarabu, wasi amani. Pale ambapo tumekosea aidha kwa kuteleza, basi muungwana ni kuomba radhi, ni kuomba radhi, ili tuendelee kujenga taifa lenye mshikamano. Hizi ndio salamu zetu. Lakini waandishi wa habari, mnaweza mkajiuliza, aidha mnaweza mkatengeneza swali. Sasa nyinyi kama taasisi watetezi wa haki, tumeona haya ambayo yametokea, sheria inasemaje? Kwa upande wa wale ambao wamelibiwa mali zao, lakini pia kwa upande wa wale ambao wamepoteza maisha. Tutaweza kuwa kuna swala namna hili, na hatuwezi kukwepa kuweza kulisemea au kulizungumzia. Serikali na Watanzania wote kiujumla, wenye dini na wasiokuwa na dini, ambao wenye dini wanaongozwa na kuamini kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa Waislamu wataamini Qur'ani, kwa Wakristo wataamini Biblia. Lakini tunapokuja katika swala la taifa, kama taifa, wenye dini na wasio na dini, maana tunaamini kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye sheria na kwenye sera, ambayo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza wazi kwamba madaraka na mamlaka yote ya serikali yatatokana na wananchi, na serikali itawajibika kwa wananchi, na kazi kuu ya serikali ni kulinda ustawi wa wananchi. Na katika mkataba wa kijamii, mara nyingi watu tunapenda kuzungumzia, ni kwamba miongoni mwa mkataba wa kijamii ni kwamba wananchi wamekubali kutoa silaha na nguvu kwa dola ili tulindwe maisha yetu, tulindwe haki zetu, tulindwe rasilimali zetu. Sio silaha hizo ziende kutumika kwa namna nyingine ambayo inaweza ikapelekea sintofahamu kama hizi tunazo. Tunapofikia huko, maana yake tunakiuka mkataba wa kijamii. Kwa swala la katiba, watu kulinda ustawi wa jamii, inakuwa kidogo ni mtihani. Tumejifunza kitu tukiangalia katika Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Tumeona namna gani walivyoweza kuidumisha amani. Hatukuona silaha za moto zitumike sehemu nyingi sana, kwa sababu si wengine maafa yametokea, tulikuwa tuko katikati ya mji. Lakini tumeona walikuwa wanazungumza na watu kwa njia za diplomasia, bwana watu watoke waende majumbani kwao, na hata walipokuja kuweka amri ya saa 12
kwamba yule akitoka saa 12 maana yake kuna adhabu za kijeshi au reasonable force ambazo zilikuwa zikitumika. Wengine walikuwa wakipigwa viboko, wakifanyishwa baadhi ya mazoezi na nini, mtu anaondoka. Hatukuona silaha ya moto kusimama kumlenga mtu mwingine yoyote. Hiyo ndo tafsiri halisi ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Na katika hili hatuna budi kutoa pongezi. Walifanya kazi vyema. Lakini vipo baadhi ya vitu ambavyo vinaleta utata katika fikra na katika nafsi. Tunajiuliza, hawa kweli walikuwa ni walinzi wa amani? Kwa sababu ziko sehemu ambazo zinaonekana ukiangalia kwenye video kwamba watu wametoka barabarani ulipokuwa inapaswa kutumika nguvu ya kadiri dhidi ya waandamanaji ambao walisababisha fujo kwenda kuharibu rasilimali za umma, tukategemea huku itumike nguvu ya kadiri katika kuwadhibiti. Tukaona sasa baada ya huku mitaa kuanza kutolewa na amani, watu wa baadhi ya vikundi vikaanza kuingia mtaani na milio ya mtutu ikaanza kusikika. Hichi ndo kitu ambacho kimeleta sintofahamu. Lakini pia tumeona taarifa za vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wameweza kutueleza kwamba fujo hizi au ghasia hizi zimechochewa na raia wa kigeni, ambacho kidiplomasia hawakuweza kuwataja. Sasa sisi kama wananchi, kitu ambacho tunajiuliza na nilitegemea ni busara ya kawaida tu, katika baadhi ambao wamepewa dhamana ya kulinda usalama wa raia na mali zake, kuratibu masuala ya namna gani raia wa kigeni wanaingia na kutoka, masuala ya vibali, kujitafakari. Je, wanasubiri mpaka amiri jeshi mkuu wa nchi na serikali atumie mamlaka katiba ya kuteua na kutengua, kwa sababu katiba imempa mamlaka hayo, au wajiuzuru kwa maslahi ya umma ili kuleta amani na utulivu? Sababu utapotuambia kwamba watu hawa wameingia, tunajiuliza wameingiaje wakati tuhakikishiwa kwamba ulinzi upo wa hali ya juu na wananchi watoke wakashiriki swala la demokrasia kwenda kupiga kula, amani imetamaraka, vyombo vyetu viko vimejipanga vyema. Watu hao wameingiaje? Wametokaje? Hivi je, watu hawa ni wa nchi gani? Kwa hiyo viko baadhi ya vitu ambavyo lazima tujiulize, lazima tuseme. Hatuwezi kuacha kusema, hatuwezi kuacha kujiuliza. Je, ambaye mmepewa dhamana hiyo, naona ni sahihi kuendelea kubaki katika hizo nafasi mlizonazo? Aidha kuleta amani ya kweli ya kifikra na utulivu wa moyo, watu hao wawajibike. Aidha wenyewe wasimsubiri mheshimiwa rais afanye maamuzi, wao wenyewe wajitafakari, waseme jamani, kwa maslahi ya umma tunachia ngazi wenye uwezo, au mheshimiwa rais kadri atakavyoona anafaa aweze kukaa katika hichi kiti ili kuendelea kulinda mipaka, kuendelea kulinda usalama wa ndani na vitu kadha wa kadha. Wajitafakari. Ikiwezekana kwa maslahi ya umma, tunawashauri tu kistaarabu watupishe. Huu ndio ushauri wetu kwao. Wasubiri wakampa wakati mgumu rais katika kufanya mamlaka kuteua na kutengua.